Assalamu alaikum ustadh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je, mwanamke ni wakati gani anamuomba mume wake talaka? Ni wakati gani mwanamke anaruhusiwa kumuomba mume wake talaka? Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema mwanamke yote ambaye atakayemuomba mume wake nini? Talaka bila ya dharura, huyo ana laana ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo wakati gani mwanamke anaruhusiwa? Naam, kuna nyakati ambazo kwamba mwanamke anaruhusiwa kuomba talaka kwa mke wake. Wakati miongoni mwa wakati ni wakati ikiwa yule mume hana uwezo mathalan wa kufanya na yeye tendo la ndoa. Sawa? Hana uwezo kufanya naye tendo la nini? La ndoa. Kwa mgonjwa mathalan, ana matatizo na nini, mwanamke anataka haki yake na mwanaume hawezi kumtekelezea haki yake kitandani, hapa ana nafasi ya kuomba talaka. Wakati mwingine ikiwa mwanamume hana uwezo wa kumwangalia yule mume, ule mke, mwanamume ikiwa hana uwezo kumwangalia nani? Mke, kwa chakula mathalan, kwa mavazi, kwa nyumba, maskan, ikiwa hana uwezo huo, basi hapa anaweza kuomba nini? Au mathalan pia ulama wanasema mwanamke anaweza pia kuomba talaka ikiwa yupata madhara kwa yule mume, labda akifanya naye tendo la ndoa yuumia baada kuwa yusikia raha na yufurahia kile kitendo, bali kwa kwake ni nini? Ni madhara. Au mathalan ikiwa yule mume ana ugonjwa ambao kwamba unaweza kumsababisha matatizo pia yule nani? Yule mke, wakati huu kama huo ule mke anao nafasi ya kuomba nini? Talaka. Na mume akikataa kumpa talaka, mke ataenda kwa nani? Kwa kadhi, na kadhi ataifisakhi, ataiharibu ile ndoa bila hata kama mume afanya nini? Hakuridhia. Kwa nyakati kama hizi na mfano kama hizi, hapo mwanamke anaruhusiwa kuomba nini? Kuomba talaka. Allahu a'lam bisawab. Ustadh, na mimi na swali. Naam, bismillah Sheikh Ali. Mtu aninipa pesa umwekee sana, zikapotea, je, nafaa nimlipe? Mashaallah, ni swali zuri sana tena sana, katika maswali ambayo kwamba ni muhimu watu wayaelewe. Ni kwamba ikiwa wewe umenipatia mimi pesa, sawa, au umempatia mtu pesa, au mtu amekupatia wewe pesa, kwanza mpaka alipokupatia wewe pesa ina maana gani? Anakuamini, si ndio? Na wewe ukachukua zile pesa kama ulama wa fiqh wanapotuambia, ukaziweka katika mahali kunapoitwa hirzul mithli, yani sehemu inayostahiki kuwekwa pesa. Sawa? Mathalan umeweka pesa kwa kabati, umeweka pesa kwenye M-Pesa, umeweka pesa kwa bank, ikatokea la kutokea ukatapiliwa zile pesa, zikafanya nini? Zikaibiwa. Sasa mwenyewe amekuja anataka zile pesa zake, na zile pesa haziko tena, sawa, zishaibiwa, zishatapiliwa. Nikakueleza, bwana ndugu yangu, ni kweli ulinipatia zile pesa, lakini kulitokea mpaka zaidi, nikakueleza, lakini wewe ukakataa kunielewa na ukashindwa kunielewa. Je, itanilazimu mimi nilipe? Kisheria ya Kiislamu inakwambia si lazima ulipe. Kwa nini? Ni pesa zangu. Kwa sababu uliponipa ulikuwa unafanya nini? Unaniamini, si ndio? Na sasa nimekwambia limetokea la kutokea, ni lazima ufanye nini? Ni lazima ufanyaje? Lazima uniamini kwamba bana, nimekwambia hizo pesa mimi niliziweka mahali pazuri, lakini kwa bahati mbaya zikafanya nini? Zikapotea. Wakati huo mimi sina lazima ya kulipa, na hata siku ya kiyama pia sina dhima hapa duniani wala kesho kiyama. Sawa? Kwa hiyo mtu akikupa pesa na umeiziweka zinapostahiki zikapotea, lakini mathalan unachukua pesa uziweke sitting room ama uziweke jikoni, pesa ziko jikoni, zikipotea hapo lazima ulipe. Lakini nimeziweka kwa kabati, nimeziweka kwa banki, nimeziweka kwa M-Pesa, hapo una lazima ya kulipa. Allahu a'lam bisawab. Kwa hivyo ni muhimu sana swali kama hilo tuelewe. Naam. Ustadh, nina swali. Naam. Mwanamke akipata mimba nje ya ndoa, yafaa msaidie? Mashaallah. Na hili ni katika maswali muhimu katika mujtamaa wetu na hali zilivyo. Ni muhimu sana pia watu walijue swali kama hili. Ikiwa mathalan Mwenyezi Mungu atuhifadhie madada zetu inshallah, tuhifadhie maanti zetu, tuhifadhie makhalati zetu, na kila anahusiana na sisi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hifadhi na mitihani mikubwa ambayo kwamba iko katika zama zetu kama hizi. Mwanamke akipata mimba, sawa, au akipata uzito kabla ya ndoa, haifai kumsaidia, hata kama ni sister yako, sawa, hata kama ni aunti yako. Kwa nini haifai kumsaidia? Kwa sababu utakapomsaidia
ni kana kwamba wamwambia nenda tena ukapate mimba, sisi tutafanya nini? Tutakusaidia, wewe ni wetu mtu. Ni haramu. Na waambia wale wanaume ambao waliosababisha zile ujauzito zifanya nini zikapatikana, yani mwanamume amelala na msana yeye ndio kawa sababu ile ujauzito kupatikana, si ndio? Na utakapo kwenda kumsaidia ukichukulia kwamba huu ni mtoto wangu, si ndio, ni damu yangu, una madhambi mara mbili. Una madhambi mwanzo ya kufanya kile kitendo, na madhambi ya aina ya pili ni kwamba wewe ni kana kwamba umwambia ule msichana wewe endelea tu kuzaa na sisi tutakuwa tayari kufanya nini, kukusimamia. Kwa hivyo ni makosa. Allahumma paka dharura imetokea haina budi yuwafa huyo, hali yake ni mbaya basi, lakini usije umpeleka Pampers, sawa, una watoto wengi, lete mmoja nikusaidie, mwacha jashinde kwangu. Haifai kumsaidia kwa namna yoyote ile. Muache apambane na majukumu yake, ajue kwamba hichi kitendo alichokifanya ni nini, ni kibaya. Na mzazi naye pia asimsaidie, ili wakati mwingine akitaka kufanya atafikiria kabla hajafanya kwamba hiki nitakachokifanya madhara yake si ya akhira tu, na hapa duniani pia nitaanza kufanya nini, nitaanza kuteseka. Kwa hivyo tuweni makini sana na hali ambapo kwamba zilivyobadilika hivi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu wa as'ada Allahu awqatakum wa ila al-liqa. Shukran, jazakumullahu khair.